Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki kwa video yetu nyingine mpya siku ya leo ambayo ni October 7. October 7, tarehe 7 mwezi wa 10. Ni siku ambayo sasa hivi imekuwa ni kumbukumbu ya Waisraeli. Wanakumbukia siku iliyotokea mashambulizi yale ya Hamas wakiwa wanateka wale mateka ambayo imetimia mwaka wa pili leo. Leo tarehe 7 mwezi wa 10 imekuwa ni siku gumzo kubwa sana. Waisraeli wanaongelea dunia nzima, wanakwela ukienda embassy yoyote sasa hivi ya Israeli inaongelea kuhusu October 7. October 7 leo ni siku kubwa sana ya Waisraeli. Wanalia popote utakapoenda, unakuta bendera za Israeli, unakuta Waisraeli, unakuta nini. Yani imekuwa gumzo kubwa sana. Na kwa nini wanasema ni siku ambayo tunakumbukia watu wetu waliokufa, watu wetu waliotekwa, watu wetu ambao wapo kwenye mikono ya majangili Hamas kwao. So tunahuzunika na wao, tunajutia kwa nini hii imetokea ile siku, kwa nini hatukujua. Sasa ni siku ambayo imekuwa ni kama siku ya kama ni wameitengeneza iwe ni kama siku kila mwaka wanafanya ni kumbukumbu. Yani kila tarehe 7 mwezi wa 10 inakuwa ni siku ya makumbukumbu yaliyotokea hii vita inaendelea sasa hivi. Ni mwaka wake wa pili umetimia leo tarehe 7 mwezi wa 10. Sasa kwa nini hii siku imekuwa inazungumziwa dunia nzima? Hii siku inazungumziwa dunia nzima kwa mambo matatu. Mambo ya kwanza inazungumziwa ni kwa nini kama hii siku imetokea imekuwa hivyo na ni mwaka wake wa pili, kwa nini haijasimamishwa hii vita na haijapatikana suluhisho? Ya pili, watu wanaojiuliza kama kweli wa Hamas wamefanya kitu kama hiki na mpaka sasa hivi bado hakuna mabadiliko, kuna kitu gani Israeli amepanga kufanya utofauti ambao utabadilisha muonekano wa miaka 1 na miezi 11 tuseme, kwa sababu ni miaka miwili sasa hivi. Hiyo miaka miwili iliyopita ametengeneza kitu gani na ana muonekano gani anataka aje nao kuanzia sasa hivi? Na sehemu yake ya tatu, watu wanajiuliza kwa nini hakujapatikana suluhisho kwa serikali ya Donald Trump kuhusu Hamas na Waisraeli. So imekuwa ni jambo ambalo leo watu wanalizungumzia sana kwa kila upande. Wanasema imekuaje, au ni vile Joe Biden alikuwa imetokea kipindi chake na sasa hivi Donald Trump ameikuta ipo katikati, so ataifanyaje? Wengi wanasemaga kweli imekuwa ipo kwenye miaka ya Trump kwa sababu ilimkuta mwisho wa Biden, lakini Trump ameanza nao. Sasa Trump ndio ana nguvu sana ya kuimaliza hii, yaishe hizi utofauti wa hizi vita ziishe. Hizi vita ziishe, lakini zitaisha vipi? Kwa mfano kama Trump aliwahi ongea na Netanyahu kuhusu hii vita ili isimame, na aliwahi kuongea na Erdogan ili wasimamishe hii vita kutokana na Hamas, lakini bado kuna mgongano pale kwa sababu Hamas bado wana ile maneno ya kusema sisi hatukubali kutoa silaha zetu kuwakabidhi Waisraeli au kukabidhi wa Marekani. Tuko tayari kama tunaweza tukatoa silaha zetu tukabidhi serikali yetu ya Palestine, lakini sio ya Israeli. Sasa hapo ndo panakuaga pana vuta ni kuvute, watu hawaelewi wapi wataanzia, na Trump naye anajitahidi kwa pande zote, na Erdogan na nchi tofauti ambazo zinamsupport Erdogan, nchi za Waarabu ambazo wanataka amani itokee huko Gaza, nazo zinajitahidi, lakini kuna huo mvutano wa kutokuelewana kwa sababu wanasema sisi tunataka hivi na nyinyi mnataka hivi. Kama ni ukweli, twendeni usawa tufanye tunavyotaka sisi, kwa sababu hawa Hamas wanataka kweli kuwa na amani kama vile wa zamani, lakini hawataki kutoa silaha zao kuwakabidhi Waisraeli.
na Waisraeli na wanasema sisi ndio tunataka. Sasa hivi imeongezeka na mpaka UK, mpaka France wanasema sisi bana tupewe nchi yenyewe, tuwe rais wa pale. Kwa sababu hakuna urais, lakini wanataka kuwa kama, yani katika vyeo vile vya juu wapewe wao. Wanasema tupewe na sisi. Sasa kuna hapo mvutano, hatujui itaelekea wapi. Lakini leo tarehe 7 mwezi wa 10 ni siku ambayo Israeli wanafanya maombolezi ya vifo vya watu waliokufa ile siku, na wanafanya kumbukumbu, ni kama siku ya kumbukumbu ya matukio lilowatokea tarehe 7. Na embassy zote za Israeli dunia nzima wanajaribu kuongea na Israeli. Wametoa billion hela nyingi sana kwa nchi tofauti embassy zao ili jambo lizidi kusukuma. Sasa kuna kitu fulani hapa kipo watu hawakielewi. Israeli wanafanya haya mambo ili ya tarehe 7 mwezi wa 10 ili dunia nzima ijisikie huzuni kama wale watu waliotekwa, kwa sababu watu wengi sasa hivi walisahau hata kama Israeli walitekewa watu, lakini watu sasa hivi wanapiga kelele ya kusema bana, msimamishe kuua maskini, simamisheni kuua maskini, mmemaliza watu. Sasa ikifika muda kama huu wanafanya kama wanafufua ili watu waanze kujisikia yale machungu ya wale watu waliotekwa, waliofanywa hivyo, waliouliwa, ili watu wawe wako upande wa Israeli ili wapate support kubwa waendelee na mashambulizi. Ndio maana Israeli leo tarehe 7 wameshika dunia nzima, kila platform ukienda wameposti hizo video zao, wameposti yani wakiwa wanalia, wakiwa wanahuzunika, wakiwa wanafanya nini, yani matukio tofauti wakiwa wanaonyesha, ili dunia nzima ione kwa jumla kuwa Israeli haikutendewa haki na ipo tayari kupigana vita na Hamas ili wapate suluhisho la matokeo waliofanyiwa, kwa sababu hizo matukio yaliyopigwa pale yalikuwa ni makubwa sana. Sasa wanaonyesha dunia nzima ili sisi tumeumia, na ndio maana tunapiga vita, sio tunawaonea, ili wanaiweka maneno yawe kama hivyo, watu wasije kusema Israeli wanaonea hawa maskini wa watu, wanaua sijui nini kama watu wanavyosemaga, lakini wanaiweka ni tofauti na hapo. Nafurahi sana kuwasikia. Na habari nyingine nataka niongezee kuhusu TikTok kufungwa Tanzania. TikTok siku hizi haifanyi kazi Tanzania, sijui kwa nini, na mpaka sasa hivi inasumbua watu hawezi wakaingia live mpaka utumie VPN. Lakini nasema kama wewe ni mtumiaji wa TikTok na unataka kutumia TikTok usipate shida, ka download app ya VPN. Ukisha download VPN, hamisha location kwa hiyo nchi yoyote unaotaka nje ya Tanzania, YouTube yako, TikTok yako itaanza kufanya kazi kama kawaida. Na watakia usiku mwema, mchana mwema popote ulipo. Guys, if you're new to my channel, please subscribe, like and comment, and don't forget to turn on notification bell for more updated video. Thank you very much guys. See you next video. Bye bye.